mchezo wa Liga ya Mabingwa, mchezo wa marudiano, mnyama Simba dhidi ya Nsingizini umeisha kwa sare ya 0-0. Tuambie kiufundi, mnyama Simba changamoto ilikuwa wapi? Watu walitaraji mnyama leo anaenda kutoa kufuru, anaenda kushusha mvua ya magoli, lakini mechi imeisha 0-0. Ya, ni kweli, na hiyo ni dhana ya watu wengi. Hata mimi binafsi nilikuwa nimejiandaa kushangilia magoli mengi sana, nikiamini Simba watakwenda kufunga magoli mengi, lakini mambo yamekwenda tofauti. Ukiangalia hizi timu za mataifa haya, kuna mataifa dhaifu sana kwenye football, tunaita unranked countries, mataifa ambayo hayapo katika ramani ya viwango vya CAF. Kwa hivyo Nsingizini ni miongoni mwa yale mataifa F list, yani mataifa ya mwisho kabisa katika kandanda, katika ubora wa kandanda la Afrika. So kwa ile mechi nilifikiria watafungwa magoli mengi, na ndio inakuaga hivyo. Kama unakumbuka, Simba leo kuwafunga Mbabane Swallows magoli mengi, ilikuwa magoli 8-1 on aggregate. Hawa Nsingizini Hotspurs msimu uliopita kwenye group stage ya Confederation, ilikuwa kwenye first preliminary round ya Confederation, walifungwa mabao ilikuwa mangapi? Ilikuwa 5, walifungwa mabao 3 na 5, jumla 8, si ndio? Walipigwa goli 8-0. Tena mechi ya kwanza kama hivi Simba ilikuwa 3-0, mechi ambayo ilikuwa imepigwa Eswatini. Mechi ya pili ambayo imechezwa South Africa wakashinda Stellenbosch tena mabao 5. Kwa hiyo jumla mabao 8. Kwa hiyo ni kawaida yao kwa mataifa kama haya dhaifu kufungwa magoli mengi, like of Seychelles, Mauritius, Sao Tome and Principe, klabu zao zinafungwa magoli mengi. Lakini leo imekuwa tofauti. Kwa nini? Kwa sababu naamini Simba ilikuwa wameingia kwenye mechi wakiwa wameridhika kabisa. Yaani walishaona wamesha qualify. Na hiyo unaiona kisaikolojia. Benchi alikutaka hivyo. Benchi lilitaka hii mechi wao washinde. Lakini kisaikolojia unaona kuna mazingira tofauti ya performance ya wachezaji ambao wanaionyesha uwanjani. Naamini ni kitu ambacho kimewakosti. Nsingizini Hotspurs kwa kile ambacho wametuonesha katika hii mechi, unaona kabisa kwamba hawakuja kutafuta ushindi. Walikuja kupunguza mabao, kurelax. Walishaona wamefungwa nyumbani mabao 3, kwenda away kumfunga Simba goli 4 Dar es Salaam sio biashara nyepesi. Kwa hiyo walishajua kabisa kwamba kuna kazi kubwa kwa Simba kumfunga. So tukapunguza idadi ya magoli, ndio walichokuja kukifanya. That's why wanapoteza muda na wanahitaji magoli. Kwa hiyo ilikuwa zimekutana timu za namna mbili. Nsingizini wana mission ya kupunguza idadi ya magoli, wasiruhusu. Simba wanacheza wakionekana wapo comfortable, yani wameridhika na mechi. Lakini wengine wanaona kama selection ya kikosi cha mwalimu kutokana na matokeo aliyopata mwanzo ni kama mwalimu pia naye alirelax, kwa maana benchi la ufundi wakiamini bwana sisi tusijichoshe sana, tusitumie sana nguvu, kwa sababu ukiangalia ratiba ya mechi ambazo zinafuatana. Uone hii pia ni sababu pia ambayo inaweza ikawa imechangia pia kupumzisha baadhi ya nyota na kuanzisha wachezaji ambao wengine huenda walikuwa wapewe sana nafasi. Mbona walikuwa wanapiga on target? Mbona walikuwa wakosi? Sio sababu ya kwamba wana rotation ya kikosi kwa sababu wana mashindano mengine. Hapana. Ni kwa sababu tu wameshindwa kuscore leo. Wameshindwa kufunga, wameshindwa kuishinda mechi, lakini kwa sababu ya mechi nyingine, hiyo ni mechi nyingine. Kwa sababu unaposema rotation, mechi ziko nyingi hizi. Na Simba ukiangalia kwa asilimia kubwa ameanza na kikosi ambacho kocha pia huaga anakipenda, kwa maana ya Dimitar Pantev. Idadi kubwa ya viungo, akacheza na viungo 6. Sawa. Katika viungo 6 hao hakuwa na typical number 9. Alicheza na false number 9 ambaye ni Kip Dennis. Lakini kama haitoshi, kwenye timu yake alikuwa anapunguza kiungo mmoja timu ikiwa na mpira, kwa maana Yusuf Kagoma anashuka chini na kuwa kama sweeper katikati ya walinzi wawili kwa ajili ya kuja kusupport build up, anakuwa spareman. Yaani mtu ambaye yuko tu pale wa akiba, likitokea kutokea yeye ana clear kwa haraka. Kwa hiyo ni mpango wa kocha, na hii sio mara ya kwanza kucheza na false number 9. Ile mechi ya kirafiki ambayo alicheza na Al Hilal, ile ambayo ilipigwa Meja Jenerali Samuyo, walishinda Simba, lakini namba 8 alikuwa Joshua Mutale, namba 9 alikuwa Joshua Mutale. Kwa hiyo wako hivyo, kile ambacho alikuwa akijaribia kwenye mechi za kirafiki ndicho ambacho amekijaribia. Mechi ya pili ile ambayo alipoteza magoli 5, kile kikosi chake almost ndicho ambacho kilianza mechi ya kule wakashinda. Ile mechi ya kwanza ambayo walishinda kule Meja Jenerali Samuyo, ndio hiki ambacho kimecheza hapa. Kwa maana ya mfumo na selection ya idadi kubwa ya wachezaji. Pale alikosekana Awesu kwenye kikosi cha kwanza na Kante.
lakini the rest walikuwa almost ni wale wale. Na goalkeeper Yakubu kule alicheza Hussein Abel. Kwa hiyo Simba tu wenyewe wameshindwa kuishinda mechi, lakini sio kama walikuwa wanaona wanapumzisha kikosi kwa sababu ya rotation. Garibu Mzinga, msimu huu ni kama Simba ameonyesha kitu cha tofauti. Simba ambaye tuliamini ni mzuri sana kutumia uwanja wa nyumbani iwe kwenye mechi ngumu na mechi rahisi, lakini mwanzoni mwa msimu huu tumeona tofauti. Mechi 2 za Liga ya Mabingwa hatua ya awali na hii ya kwanza, sare 2 zote amezitoa nyumbani, kashinda ugenini. Hii kupata sare 2 nyumbani inatoa ishara gani? Okay, nadhani sio kwa bahati mbaya. Ungeweza kusema Simba ni hatari sana kwa sababu inashinda kwenye viwanja vigumu vya ugenini. Kwa sababu ugenini ndio sehemu ngumu kushinda. Sasa jiulize kwa nini wanashinda ugenini? Kwa sababu wana mentality ya kutafuta matokeo kwanza. Alafu inaonekana kuna changamoto, ndio picha ambayo unaweza kuipata hapo. Inaonekana timu ikishashinda away, wanapokuja nyumbani mechi ya pili inaonekana kuna changamoto ya matumizi mazuri ya uwanja wa nyumbani. Sio? Kwa hiyo hapo kocha anatakiwa akae vizuri na wachezaji wake. Namna ya kuwaandaa kwa sababu inaonekana kama lishakuwa tatizo. Wachezaji wanacheza kwenye kiwanja cha away, wanacheza vizuri, wanapata ushindi. Mechi ya pili ambao wanarudi nyumbani, timu inaonekana haicheze vizuri na wanashindwa kupata ushindi. Kwa hiyo kocha inabidi awarudishe tena katika uwanja wa mazoezi kwenda kuandaa kifikra, kimbinu kwamba tunatakiwa tukiwa nyumbani tuwe hatari zaidi. Yaani nyumbani lazima iwe base, ngome hatari zaidi. Sawa? Ili wapinzani wasiweze kushinda. Wanakoenda sasa hivi ni group stage. Ni sehemu ya alama. Huko ametoka eneo la playoff kutoana, inaingia katika eneo la alama, inabidi ukusanye alama. Kwa hiyo unahitaji kushinda mechi zako za nyumbani kwa sababu huko kushinda away ni ngumu. Hata kama watafanya hivyo itakuwa ni maajabu ya aina yake kwamba nyinyi nyumbani mnapoteza tu mkashinde tu mechi za away, ni kitu kigumu. Kwa hiyo unatakiwa kukusanya maximum points kwanza ukiwa nyumbani, alama 9 za nyumbani, alafu ugenini unakwenda kutafuta namna nyingine ya kushinda au kutoa sare. Hata kama ukipoteza inakuwa ni mechi ya away, lakini kupoteza nyumbani sio taswira nzuri. Mchezaji bora wa mchezo kwa upande wa timu ya Nsingizini lakini pia na Simba Sports Club, ungempa nani kwa namna ambavyo umecheza, ulikuwa unawatazama? Nani ungempa leo mchezaji bora wa mchezo? Ni golikipa Sibusiso. Sibusiso Dlamini, golikipa wao ambaye ya kwanza kule alianza kwenye Kazwe Shabalala, leo akapata nafasi ya kwanza huku. Alikuwa na performance nzuri. Ameclear mpira ule wa Elim Panzu. Ilikuwa tayari ameshapotea hivi lakini akanyosha tu kono la kushoto akaenda kuzuia mpira. Ilikuwa tayari ile walete kati, lakini akaenda kuzuia. Nadhani kwa huko huyo ndo anastahili. Kwa upande wa Simba wamecheza vizuri. Wachezaji wote wamecheza tu ile kawaida. Unajua sio ile kwamba marvelous, kwamba wamecheza kwenye kiwango kizuri sana cha kutisha. Wamecheza kawaida. Kwa hiyo most of them hata sioni nani wa kumpa hapo. Basi kipa leo ndio angekuwa man of the match wote kwa sababu hata Simba naye pia Yakubu kuna moja alisave. Alisave lakini si ndo kasave, ndo kazi yake. Hata mabeki sio wamezuia hajafungwa, hata washambuliaji hawajafunga. Kwa hiyo kila mmoja na eneo lake, lakini amesave ndio, lakini ndo haikuwa ile wonderful sana kwamba ni ya ajabu sana. Nadhani ilikuwa kawaida. Almost timu basi tuipe man of the match kwa sababu ime qualify. Kwa sababu kikubwa ambacho alikuwa anakitafuta ni kufuzu. Haijalishi wanafuzu vipi. Nikupe hongera sana na kwa timu za Tanzania kufuzu zote kwenye group stage. Unajisikiaje kuweka rekodi hiyo? Mimi ndo nimeweka rekodi hiyo. Yaani wewe wakati unatangaza mpira ndio timu hizi zimeenda kwenye nyakati zako. Umeongea vizuri. Maana Charles ila anatangaza hajashuhudia hichi kitu, ndio maana nakupa hongera. Mungu amrehemu. Lakini na wewe nikupe hongera kwa sababu ni mwandishi wa habari katika generation ambayo timu zote 4 zimekwenda hatua inayofuata. Kabisa. Asante sana, nashukuru. Ingawaje ni kitu ambacho nilikuwa nakipiga picha, nilikuwa naona kinakuja kutokea kwa investment ambazo klabu zetu wanazifanya, lakini tukija nyuma zaidi, mimi nadhani kitu kikubwa zaidi ilikuwa ni kuzipata zile slot 4. Yaani kupeleka timu 4. Ile mara ya kwanza tunapeleka timu 4. Pale nadhani ndio ilikuwa kitu kikubwa sana kwa sababu tulikuwa tunaishia tu mwanzoni. Simba kaenda kututoa kimasomaso na Mungu akatupa points, tukaanza kupeleka timu 4. Msimu uliofuata tukapunguziwa zikawa 2, alama zetu zili drop kama unakumbuka. Baadaye gari likawaka 4 timu zetu zifanye vizuri, lakini ilikuwa naona kwamba itatokea tutapeleka timu 4. Sasa na kuhakikishia inaenda kuwa mazoea kupeleka timu 4. Na ujue hilo kwamba ni Sub-Saharan Africa. Yaani ukiacha Algeria wana nafasi ya timu 4. Sijui matokeo ya timu zao nyingine sasa hivi, lakini nafasi ya timu 4 iko Algeria, ipo Misri, ipo na Algeria, Misri na Morocco.
basi the rest wote hamna mwenye nafasi ya kupeleka timu 4. Hakuna zaidi ya Tanzania. Kwa hiyo ni mataifa manne tu ndio yenye nafasi ya kupeleka timu 4. Ilikuwa na South Africa, lakini jana Orlando wakatolewa. Kwa hiyo shughuli yao imeishia hapo. Lakini kwa Sub-Saharan Africa, yani ukitoa yale mataifa ya Kiarabu, ni sisi Tanzania. Na ndio maana kwenye opening yangu ya mechi nililetewa jiji la Dar es Salaam. Nikasema our beautiful continent, ushaona, Africa ni bara lenye mataifa zaidi ya 50, mataifa kwa 54, lakini nikasema tu zaidi ya 50. Mataifa zaidi ya 50 yenye majiji maelfu kwa maelfu, lakini ni jiji hili moja tu ambalo limeshapeleka timu 4 katika group stage ya CAF competition msimu huu, na kituo kinachofuata ni Mkapa tena ndani ya jiji hili la Dar es Salaam, ambalo tunakwenda kushuhudia mnyama, ndo zamu yake. Nikasema pale, muna hofu na mnyama, muna mashaka na mnyama, huu ni mdundo ambao anaweza kucheza zaidi. Ni miongoni mwa vitu ambavyo anaweza kuvifanya sana. Nikaja kutoa statistics pale. Nikasema hawa ni wekundu wa Msimbazi, Simba. Ni timu namba 5 Afrika kwa viwango vya ubora wa CAF. Ni timu namba 2 Sub-Saharan Africa kwenye ubora wa CAF. Ni timu nambari 1 Afrika Mashariki na Kati. Nyama huyo. Bwana bwana, na sisi tushangilie sosi. Muda mchache unalia huku unasimulia. Ndani joto, nje unafiki. Utasema wewe. Tanzania tushakasirika, tushashukia. Tumepeleka timu 4. Lakini kwa kibaya hamna timu.